Ziko dalili ama ishara ambazo zinaonekana huenda Iran akawa na nafasi kubwa ya kushinda vita hii, licha ya ukweli wa athari kubwa ambazo amekumbana nazo, kuanzia mauaji makubwa ya raia wa Iran, uharibifu wa miundombinu ya kiraia na ya kijeshi ambayo yameendelea kutokea katika miji mbalimbali nchini Iran, sambamba na mauaji ya viongozi wa kijeshi na kiraia ambao wamekuwa yakifanywa na Marekani na Israel. Bado kwa namna ya mwelekeo wa sasa ulivyo, kuna kila ishara ama dalili za huenda vita hii ikawa katika upande wa taifa la Iran. Sasa sababu ya kwanza ama dalili ya kwanza ambayo inaonyesha Iran anaweza kuwa mbabe ama anaweza kuibuka mshindi kwenye vita hii ni namna ya Iran anavyoendelea kuibadilisha vita hii na kuielekeza kwenye mwelekeo wa kiuchumi. Turufu ya mfereji wa Hormuz, ambapo Iran ameungana na mifereji mingine duniani, mifereji ya Suez Canal ya Misri, Panama, mfereji wa Panama uliopo Panama, pamoja na Strait of Hormuz ambayo ina tozo maalumu ambazo zinatozwa kwa ajili ya meli zinazopitisha bidhaa mbalimbali. Nako Iran ndiko kitu ambacho sasa hivi kinaendelea. Tozo ya dola milioni 2 kwa kila meli ni wastani wa zaidi ya trilioni 5 na bilioni 200 ambazo zinalipwa kwa kila meli kuweza kupita kwenye eneo la Hormuz. Tafsiri yake ni kwamba Iran anakusanya kiasi kikubwa cha fedha kwa siku ambazo zinamsaidia kwenye operesheni zake za kivita pamoja na kukuza uchumi wa taifa lake. Lakini kumbuka pia hizo fedha zinalipwa kupitia kwa sarafu ya yuani ya China. Maana yake ni mpango wa kimkakati ambao unalenga kuzoofisha dola za mfumo wa ubadilishaji wa kifedha ambao ni mfumo wa dola ambao ulikuwa umetamalaki kwa muda mrefu kwenye eneo lile. Kwa hivyo turufu hii inaipa nafasi kubwa Iran kuwa na kushikilia makali kwenye vita hii. Lakini Iran ameweza pia kugusa uchumi aidha moja kwa moja ama si kwa moja kwa moja, kugusa uchumi wa Marekani kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Marekani amefanya uwekezaji mkubwa kwenye eneo lile, kuanzia makampuni ya mafuta na gesi ambayo amefanya ubia na nchi za Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, makampuni ya Exxon Mobil, makampuni ya Chevron ambayo yana uwekezaji wa kiasi kikubwa sana cha fedha, makampuni ambayo yamewekezwa zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 35, ni wastani zaidi ya trilioni 87.5 za Kitanzania zimewekezwa kwenye makampuni yaliyopo katika nchi hizo za eneo la Mashariki ya Kati, ambazo zimekuwa ni mlengo mkubwa wa mashambulizi ya Iran kwenye makampuni hayo. Tafsiri yake ni kwamba makampuni yanaharibiwa na hasara kubwa inapatikana. Lakini mashambulizi katika mashirika na makampuni ya mawasiliano na artificial intelligence, makampuni ya Google na makampuni mengine ya artificial intelligence yaliyopo Qatar na Kuwait, nayo yana uwekezaji mkubwa sana. Hayo yote yameendelea kulengwa, maana yake yanaathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa uwekezaji hasa wa taifa la Marekani ambao amekuwa amewekeza kwenye eneo hilo. Lakini turufu ya kushambulia pia military bases za Marekani ambazo zipo kwenye eneo la Mashariki ya Kati, military bases ambazo zimejengwa na kuwekezwa kwa kiasi kikubwa cha fedha. Inatajwa zaidi ya dola bilioni 50 za Kimarekani zimetumika kuwekeza kwenye makampuni hayo, ni wastani wa zaidi ya trilioni 125 za Kitanzania. Uwekezaji kwenye ujenzi wa miundombinu ya majengo ya military base hizo, uwekezaji wa rasilimali watu ambao ni askari zaidi ya 40,000 kwenye eneo lile, lakini uwekezaji katika mifumo ya kiulinzi, mifumo ya rada, mifumo ya kiulinzi ya anga ya Iron Dome, David's Sling, THAAD, Patriot,
pamoja na mifumo mingine ambayo imewekeza kwa fedha nyingi za Kimarekani kwenye eneo lile imeharibiwa. Maana yake hasara kubwa imepatikana ya kiuchumi, ambapo sasa inakuwa ni jeraha kubwa kwa taifa la Marekani kupoteza uwekezaji huo. Kwa hiyo kwa ujumla, maana yake Iran amegusa maeneo ya kiuchumi ya moja kwa moja ya uwekezaji wa makampuni pamoja na uwekezaji mwingine wa mashirika mbalimbali ya Marekani yaliyo kwenye eneo lile, ambayo yanachagiza kwa kiasi kikubwa kukua kwa uchumi kwa taifa la Marekani pamoja na upatikanaji mkubwa wa mafuta. Kwa hivyo ni wazi, maana yake turufu hii ya kiuchumi inaendelea kuipa nafasi kubwa ya kuamua mustakabali wa vita kwa taifa la Iran. Lakini dalili nyingine za kimsingi ambazo zinaipa nafasi Iran kuweza kuamua mustakabali wa vita hii ni namna ya Iran inavyoweza kukabiliana na misheni ndani ya misheni. Ikumbukwe misheni kuu ni vita ambayo sasa inaendelea, lakini unapokabiliana na mataifa ambayo yamekuwa kiteknolojia pamoja na uwezo mkubwa wa kijasusi kama mataifa ya Marekani na Israel, maana yake utegemee kutakuwa na misheni ndani ya misheni. Misheni ya uokozi wa mapilot ambao imefanyika kupitia kwa ndege za Black Hawk kufuatia kudondoshwa kwa ndege za kijeshi za Marekani za F-15A20. Maana yake ni mission ambayo inafanyika ndani ya misheni ya vita. Kwa hiyo inahitaji taifa nalo ambalo pia linajimudu walau kwenye eneo la kijasusi pamoja na ufuatiliaji ili kubaini namna ya adui anavyoweza kuendesha misheni mbadala ndani ya misheni kuu ambayo ni ya vita inayoendelea. Iran walifanikiwa kwenye eneo hilo kuzuia misheni ya pili ya uokoaji wa marubani na kuzidungua zaidi ya ndege 3 za Kimarekani na kutia hasara kubwa sana za kifedha. Kwa hivyo uwezo huu ni uwezo wa kiwango kikubwa sana. Taifa linalofikia hatua ya kuweza kuzuia misheni kama hizi, maana yake inayo nafasi kubwa ya kuweza kushinda vita. Lakini historia pia haimtupi mkono Iran. Alishawahi kufanya hivi pia miaka ya 80 wakati wa vita ya Iran na Iraq, ambapo Iraq alikuwa anaungwa mkono na Marekani kwa usaidizi wa silaha za kijeshi, taarifa za kijasusi kwa namna kubwa. Lakini Marekani pia katikati ya vita alianzisha misheni nyingine, misheni iliyofanywa na Delta Force, kikosi maalumu ambacho cha uokoaji wa Marekani kilikwenda Tehran kwenda kuwaokoa zaidi ya Wamarekani 52 ambao walizuiliwa kwenye ubalozi wa Marekani ulioko Tehran. Lakini maana yake ilikuwa wakati wa misheni ya vita ya Iraq na Iran, Marekani anaanzisha misheni nyingine. Maana yake anaamini kwamba concentration ya askari pamoja na mashirika ya kijasusi ya Iran yatakuwa yameelekeza kwenye vita kuu. Kwa hivyo ni rahisi wao kuweza kuanzisha operesheni za nje na kuweza kufanikiwa. Lakini Iran waliweza kuzuia operesheni na haikuweza kufanikiwa. Wale mateka zaidi ya 52 wa Kimarekani walibaki Tehran na operesheni iliishia njiani na askari zaidi ya 8 wa Marekani walifariki. Kwa hiyo kwenye eneo hili pia Iran ameendelea kuonekana ana uwezo mkubwa wa kutoingia mtego wa kuelekeza fikra zake kwenye vita moja na kushindwa kuacha pia kutafuta namna nyingine ya kukabiliana na operesheni ambazo sasa zikafanyika nje ya operesheni kubwa ya kwanza. Kwa hiyo waliweza kuzuia uokoaji wa marubani na ndege za kivita za Marekani ziliangushwa na kuendelea kuleta hasara kubwa kwa taifa la Marekani. Ndivyo tunasema Iran kwa namna hii na kwa uwezo huo anaoonyesha, maana yake anayo nafasi kubwa ya kuamua mustakabali wa vita unaoendelea sasa kati yake na taifa la Marekani na Israel. Nakushukuru sana na nimefikia tamati ya mazungumzo yetu ya leo. Asante na kwaheri kwa sasa.